Habari ya siku hii ya leo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu sana katika Maisha ni Nyumba. Leo hii tunazungumza na wewe juu ya maisha ni nyumba, lakini tukiangalia katika utaratibu mzima unayohusu Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Tufahamu wazi kwamba mwaka huu wa 2018 unazidi kusonga. Wewe unaweza kuwa ni mmoja katika wale ambao wanatamani sana kwamba wamiliki nyumba ambayo imejengwa na Shirika la Nyumba la Taifa katika kipindi hiki cha mwaka huu wa 2018. Tutaweza kufahamu juu ya miradi ya Shirika la Nyumba la Taifa, kuanzia ile miradi ya nyumba za gharama nafuu, za kati na vile za gharama ya juu. Miradi hii iko wapi, inakwenda wapi na itakamilika katika wakati gani? Haya tutaweza kuyafahamu leo. Lakini pia tutaweza kufahamu kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Huku ndiko ambako usimamizi mkuu unakotokea. Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi, katika shughuli zake za kawaida, ikiwa moja kusimamia Shirika la Nyumba la Taifa, amepata nafasi ya kutembelea Shirika la Nyumba la Taifa na kujionea mwenyewe utendaji unakwenda namna gani. Lakini baada ya kuweza kutembea na kujionea namna hiyo, jinsi gani shirika linaendelea, akapata nafasi ya kuongea na uongozi wa Shirika la Nyumba la Taifa, lakini pia na wafanyakazi wa Shirika la Nyumba la Taifa. Kaa pamoja nasi, Maisha ni Nyumba ndio kwanza inaanza. Mheshimiwa Lukuvi ameongea nini na wafanyakazi wa Shirika la Nyumba la Taifa? Jina langu ni Ephraim Kibonde, karibu na tuwe sote. Kama ndio kwanza umejiunga nasi, kipindi ni Maisha ni Nyumba na ndio kwanza tunaanza. Leo hii tutapata nafasi ya kumsikia Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, baada ya kufanya mazungumzo mawili matatu na uongozi wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania pamoja na wafanyakazi, wakati alipokwenda kutembelea Shirika la Nyumba la Taifa makao makuu, ikiwa ni sehemu ya utaratibu wake wa kazi za kila siku, kwani Shirika la Nyumba la Taifa liko chini ya wizara yake ambayo ni Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwanza kabisa, naamini wewe pia unataka kujua Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania liko wapi hivi sasa, linakwenda, limesimama, linakimbia. Mheshimiwa Waziri Lukuvi analielezea hili. Kwa hiyo mimi nimepita hapa kuwatakia kila laheri na kuwahimiza tufanye kazi, tuendelee kufanya kazi, tuchangamkie kazi yetu ya shirika. Kila mtu aendelee kufanya kazi kwa bidii katika kazi yake aliyoajiriwa nayo. Shirika National Housing lipo, litaendelea kuwepo kwa sababu serikali iko. Hili ni shirika la serikali na litaendelea kubaki kuwa shirika la serikali na litaendelea kudumu, na lazima nyinyi mliopewa dhamana sasa muendeleze shirika letu liendelee kudumu, ling'are, liwe na heshima kama lilivyoanzishwa. Kwa hiyo tunatarajia na sisi tunawategemea sana nyinyi viongozi wa shirika ili muhakikishe kwamba shirika letu linabaki salama. Naamini kila mmoja aliyopo ndani anajitahidi kufanya kazi yake vizuri. Tuna malengo makubwa tumepewa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunategemea katika miaka mitano hii muonyeshe mfano, mratibu na kusimamia na nyinyi wenyewe mshiriki katika ujenzi wa nyumba za gharama nafuu zisizopungua 50,000. Tunajua nyinyi hamwezi kujenga peke yenu, lakini nyinyi lazima muwe wasimamizi na waratibu wa developers wengine, ili angalau taifa tuweze kujenga nyumba zisizopungua 50,000 za gharama nafuu. Lakini nyinyi ndio chachu ya kusimamia hiyo dhana yenyewe ya gharama nafuu kwa Tanzania. Tunategemea Shirika la National Housing itakuwa ndio chachu ya hiyo filosofi yenyewe ya gharama nafuu. Kwa tunafikiri muendelee kufanya ubunifu, utafiti, ili angalau mtufikishe kila mtu, wananchi waamini na sisi serikali wenye mali tuamini kwamba kweli mmefikia mahali sasa mnajenga nyumba za gharama nafuu kama Shirika la Nyumba. Tumeahidi tutajenga nyumba 50,000 za gharama nafuu, sio nyumba 50,000, nyumba za gharama nafuu. Kwa hiyo bado mna challenge kubwa ya kutuaminisha kwamba mna uwezo wa kujenga nyumba za gharama nafuu, na hizo nyumba mnazojenga ni nyumba za gharama nafuu, lakini zina ubora, sio nafuu kwa maana ya hovyo unafuu, lakini zilizo bora lakini zenye gharama nafuu.
Mheshimiwa Waziri lakini akazungumza na uongozi na wafanyakazi wa shirika la nyumba juu ya nyumba za gharama nafuu, na haya ndio maneno ya Mheshimiwa William Lukuvi. Kwa sisi focus yetu ni low cost. Tukimaliza hii miradi mikubwa, tutapambana sasa tuende tuzame kwenye low cost. Sisi tumepewa jukumu hilo zaidi la kujenga nyumba za gharama nafuu, kusimamia masuala ya nyumba bora za gharama nafuu na makazi, kutekeleza sera za serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ndio kazi yetu na ndio lengo la National Housing na kuanzishwa kwake. Hata Mwalimu legacy yake mnajua, nyumba nyingi alizoanzisha zile za Magomeni, za Makuti na nini, na philosophy ile ililenga watu maskini, na sisi bado wito huo na Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 5 anasisitiza zaidi nyumba za gharama nafuu kwa maskini wa kipato cha chini. Tumieni muda mrefu zaidi kufanya ubunifu wa nyumba za gharama nafuu, real zile za gharama nafuu kweli kweli. Shirika letu bado linaaminika, na nataka kuwaondolea wasiwasi wananchi, waendelee kuamini shirika lao. Shirika la nyumba ni shirika lao, shirika la serikali shirika lao, bado lipo na bado liko imara na lina uwezo wa kutekeleza kazi zake zote. Sasa na nyinyi watendaji tuliowapa kazi hiyo sasa hivi, basi muendelee kutuaminisha angalau kwa aspect hii ya gharama nafuu, nyumba za gharama nafuu. Tumeshajenga, lakini tuendelee kuimprove kila mara mpaka tufikie lengo la kujenga nyumba za gharama nafuu. Nataka awamu hii ya pili nyumba 150 atakapozindua Mheshimiwa Rais aone tofauti ya ubora lakini na gharama. Akiendelea kuongea na wafanyakazi na uongozi wa shirika la nyumba la taifa, Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi anatoa angalizo juu ya namna gani ambavyo shirika linaweza kukaa na kufanya utafiti wa kina na kuweza kubuni utaratibu mpya ambao unawezesha kuweza kupata nyumba za gharama nafuu, lakini pia akaendelea kukumbusha shirika kwamba wao ndio wasimamizi wa sekta ya nyumba nchini Tanzania na wanapaswa kuwa kiongozi katika sekta hii. Nyinyi wakurugenzi wote, hakuna asiyehusika, wote mkikaa pamoja muwe mnazungumzia jambo hili. Tungependa modo ya gharama nafuu iwe ni modo ya National Housing. National Housing ndio msimamia hii philosophy na sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya nyumba za gharama nafuu, na muonyeshe kweli kwamba mna uwezo wa kuproduce na kujenga nyumba ya gharama nafuu, na mna uwezo wa kutoa nyumba za kutosha nyingi kwa maskini wa Tanzania. Yaani muonyeshe mfano na muonyeshe na njia. Hii kazi hatuwezi kuachia watu wengine, ni kazi yetu, kazi ya serikali kupitia shirika la nyumba. Sasa sisi tusio wavivu tu, muendelee kufikiri mpaka mtafika mahali na wananchi watanyoosha mikono, watasema hapa mlipofika sawa sawa. Kwa sasa jitahidini mmalizie hiyo miradi mlioianza iishe, lakini wakati mnamaliza, kwa sababu si wote mnahusika na hiyo miradi mikubwa, mlio wengi hapa, muendelee kufanya utafiti, kubuni na kusimamia kupunguza gharama zenu. Ningependa zaidi mpunguze gharama zenu ili angalau wananchi wanufaike na product ya nyumba zile wanazozinunua au kupangisha. Pamoja na utafiti na ubunifu wa kuweza kupata nyumba za gharama nafuu, Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi anaendelea kuwakumbusha watendaji wa shirika la nyumba la taifa kwamba kufanya kazi kwa bidii, lakini vile vile kuhakikisha kwamba shirika linaendelea kupata faida, lakini bila ya kuacha kufanya kazi kwa umoja na upendo. Kila mtu awajibike vizuri, atekeleze wajibu wake vizuri, shirika liendelee kupata faida na kusimama kama lilivyo makusudio yake. Kwa umoja wenu najua mtaendelea kushinda. Hakuna jambo ambalo mkiwa wengi namna hii linaweza likawashinda. Fanyeni kazi kwa umoja, mshikamane, mpendane ili mfanye kazi nzuri ya shirika. Watu wanaofanya kazi nzuri ni watu wanaopendana zaidi. Mkipendana mtafanya kazi nzuri. Lazima muonyeshe kwamba nyinyi ndio wasimamizi wa sekta ya nyumba. Nyinyi ndio wasimamizi wa sekta ya nyumba na makazi. Wasimamizi wa sera ya serikali National Housing, sio mtu mwingine. Tutakaporejea haya tuliyosikia kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, tunakwenda kubisha hodi
ofisini kwa kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa Felix Magi, ili kwamba tuambie haya yanatekelezeka, yanayotekelezeka yamekwenda kiasi gani, miradi ya shirika la nyumba ipo mingapi, wapi, ipi inaendelea, ipi inakamilika, na wewe unaweza kukamiliki nyumba ipi katika zile ambazo zinaendelea kukamilika katika miradi ya shirika la nyumba la taifa Tanzania. Kaa pamoja nasi, Maisha ni Nyumba inarejea punde. Nawapongeza National Housing kwa kuamua kuanza kujenga nyumba hapa Dodoma. Percentage wise mnafanya kazi nzuri. Unapoona nyumba hizi 150 ambazo zimekamilika na zingine zinaendelea kujengwa, ukishaona structure za nyumba hizi unafurahi. Mimi mwenyewe nimefurahi. Nafurahi kwa dhati kutoka moyoni. Mimi nafahamu National Housing hii ni nafasi pekee ya wananchi wa Dodoma kuitumia fursa hii katika kujiletea maendeleo. Hii inadhihirisha kwamba dhamira yenu ya kujenga makazi kwa ajili ya wananchi wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla mnaitekeleza kwa vitendo. Ndio maana nasema asanteni sana. Kipindi ni Maisha ni Nyumba. Tunazungumza na wewe tukiwa pamoja na kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa, ndugu yangu Felix Magi. Karibu katika Maisha ni Nyumba. Asante sana. Leo mtazamaji anayekuangalia sasa amepata nafasi ya kumsikia Mheshimiwa Waziri akizungumza na kuweka msitizo katika baadhi ya mambo juu ya shirika la nyumba la taifa. Naomba tuambie kwa kifupi kwanza, shirika la nyumba la taifa hapa tuliposimama, tuko wapi, tunakwenda wapi, na yule ambaye anaangalia ili kwamba aweze kujua sasa afanye nini kabla hatuja kwenda kuzungumza katika masuala yanayohusiana na miradi. Shirika la nyumba la taifa kwa sasa tunaendelea vizuri, na kama tulivyokwisha sema hapo katika vipindi vilivyopita, tuna idadi kubwa sana ya miradi ambayo inaendelea, lakini vile vile kuna baadhi ya miradi ambayo imekwisha kamilika, na nafikiri kwa kiasi kikubwa tulishawaelezea wateja na tunavyoongea sasa hivi aidha nyumba zimenunuliwa au zimekwisha pangishwa. Miradi iko mingi sana, lakini baadhi ya miradi tunayoongea, kuna mradi wa Busweru ulioko mkoani Mwanza, kuna mradi wa Mwongozo ulioko Dar es Salaam ambao umekamilika na watu wamekwisha anza kuingia kuanzia mwezi wa 2, wa 3 na mpaka sasa hivi. Kuna mradi ulioko eneo la Bohale Msoma. Kuna mradi mwingine wa affordable housing ulioko Masasi mkoani Mtwara, pamoja na Iyumbu Dodoma. Hiyo ni upande wa nyumba za bei nafuu, tunaziita affordable housing. Lakini vile vile ninapenda kuwaelezea kwamba tuna baadhi ya miradi ambayo ni ya majengo ya biashara lakini na ofisi. Na kwa karibuni kuna miradi ambayo imekamilika na iko tayari kwa ajili ya kupangishwa, na baadhi wapangaji wamekwisha anza kuingia. Tuna mradi wa Singidani ulioko mjini Singida. Tuna jengo la biashara tunajulikana kama 2D iliyoko manispaa ya Morogoro, pamoja na jengo lingine la biashara lililoko Msoma mtaa wa Mkendo, pamoja na mengine ambayo yako katika hatua za mwishoni katika kukamilishwa. Unaposema nyumba za gharama nafuu, shirika la nyumba lina mtazamo gani juu ya kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata nyumba ya gharama nafuu, na inawezekanaje kupata nyumba ya gharama nafuu? Agizo kubwa la serikali inapokuja kwenye makazi, serikali imekuwa ikisisitiza sana kuhakikisha kwamba nyumba tunazozijenga shirika la nyumba ziwe ni za gharama nafuu. Tunaposema gharama nafuu, iwe ni nyumba ambayo wananchi wenye kipato cha kawaida hata cha chini ifike wawe na uwezo wa kumiliki nyumba ya shirika la nyumba. Maelekezo na mwongozo aliyotoa Mheshimiwa Waziri kama tulivyomsikia, sisi kwetu ni maelekezo ambayo ni ya msingi zaidi, na imekuwa ndiyo hasa lengo la serikali kuhakikisha kwamba nyumba tunazozijenga ni za gharama nafuu. Sasa unafuu wa nyumba unatokana na kujikita katika teknolojia inayotumika katika ujenzi
wa hizo nyumba. Na sisi kama shirika la nyumba kila wakati tunajitahidi kuangalia ni jambo gani la msingi lifanyike katika kudesign hizo nyumba ili kusudi mwishoni iweze kuwa ni nyumba ambayo mwananchi wa kipato cha kawaida anaweza kuimudu. Pamoja na kwamba bado hatujafikia katika kile kiwango ambacho serikali pamoja na maelekezo ya wizara ya kupunguza bei, lakini sasa tunakwenda kwenye hatua nyingine kubwa zaidi ya kupitia utaratibu mzima wa kudesign lakini na manunuzi ya vifaa vya nyumba, kuhakikisha kwamba nyumba tunazozijenga ifike kipindi hiwe na bei ambayo mwananchi yoyote yule ambaye ana kipato cha kawaida kabisa aweze kumiliki nyumba ya Shirika la Nyumba la Taifa. Moja ya njia nyepesi ambazo nafahamu wazi kwamba zinazoweza kupelekea kupata nyumba ya gharama nafuu ikiwa ni pamoja na kushirikiana na mashirika mengine ambayo yapo chini ya serikali vile vile kama vile TANROADS mnakuwa katika ujenzi wa barabara, TANESCO katika kuwaletea umeme, DAWASCO katika kuwaletea maji. Mnafanya juhudi gani ili mnapofanya lengo hili la kupeleka nyumba gharama nafuu mfanye kazi kwa pamoja mpunguze gharama hizi ili iwe gharama tu ya kujenga peke yake ambayo nyinyi shirika la nyumba mtaingia? Wakati Mheshimiwa Rais Magufuli anafungua mradi wetu mkoani Mtwara, moja ya maelekezo aliyoyatoa ni kuhakikisha kwamba watoa huduma wote, taasisi zinazohusika katika kutoa huduma katika sekta ya ujenzi tushirikiane nao ili hilo liweze kutupunguzia sisi gharama tunapokuwa tunajenga. Na huduma tunazoziongea ni huduma za maji, huduma za umeme pamoja na barabara. Na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kwamba kabla hatujaenda kuanza mradi mpya tuhakikishe mamlaka zinazohusika tunaongea nao na wanatuhakikishia upatikanaji wa huduma hizo ili tuweze kujenga nyumba ambazo zitakuwa na gharama ambayo itakuwa ni nafuu kuliko tukiacha tukatumia gharama nyingi kwa vitu vingine ambavyo mamlaka nyingine wangeweza kufanya. Kwa hiyo kwa sasa hivi niseme kwamba tumepata ushirikiano mkubwa sana. Nashukuru sana wenzetu wa shirika la umeme TANESCO, mamlaka za maji za miji, manispaa na majiji mbalimbali, wenzetu wanaohusika na mabarabara TANROADS, TARURA. Kwa sasa hivi kila tunapokwenda kwenye mradi tunawashirikisha. Na bahati nzuri wamekuwa wanaitika. Kwa hiyo miradi tunayokwenda kujenga tunakoendelea pamoja na hii michache ambayo tumemalizia kwa sasa hivi tumeshirikiana nao. Na ni kweli kwamba pale ambapo tunashirikiana nao katika ujenzi kwa wao kutuwekea miundombinu, gharama za nyumba mwishoni zinakuwa ni nafuu. Kwa sababu wasipofanya hivyo, shirika la nyumba likiingia katika gharama za miundombinu pamoja na huduma zile zinaongeza gharama ya nyumba kuwa kubwa na inafanya wananchi wanashindwa kuzipata nyumba katika gharama ambayo tunaita ni nafuu. Kwa hiyo sasa hivi itoshe kusema kwamba tunashukuru mamlaka, tunafanya nao kazi, lakini tunawaomba bado kwamba kwa vile bado tuna miradi mingi na tunaendelea kwenda kwenye miji mbalimbali kufanya shughuli za ujenzi kama shirika la nyumba, tuende nao pamoja, tuendelee kujenga, watupatie huduma ili kusudi nyumba kweli ziwe na gharama nafuu kwa matarajio ya serikali na kama maagizo ya Mheshimiwa Rais alivyokuwa ameyatoa wakati anafungua mradi wetu mjini Mtwara. Huko ni upande wa katika miundombinu na hapo ikafikia katika ujenzi. Rasilimali au unaweza kutamka kile ambacho kinahusika hasa zaidi katika ujenzi wa nyumba unapozungumza mahala pote pale ni ardhi. Tunafahamu shirika la nyumba liko chini ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, lakini sehemu nyingi ambazo ujenzi huu unafanyika huko chini ya halmashauri. Una neno gani la kuzungumza kuelekea halmashauri ambazo labda kwa sasa hivi kuna nyingine ambazo zimeweza kushirikiana na shirika la nyumba kwa ajili ya ujenzi wa baadhi ya miradi ambayo imekamilika? Neno lako kuelekea ili kwamba tuweze kutekeleza agizo hilo la serikali, lakini pia na kukumbusha ambacho mkitoa Mheshimiwa Waziri kwamba nyumba zipatikane za gharama nafuu kupitia ardhi ambayo inaweza ikatolewa na halmashauri hizi. Tumefanya kazi na halmashauri nyingi na
katika jambo kubwa katika ujenzi wa nyumba ni ardhi tunayoichukua kwa ajili ya ujenzi wa yale makazi. Na nikiri kabisa kwamba kipindi cha nyuma tuliweza kupata ardhi wakati mwingine kwa gharama kubwa katika kujaribu kujenga nyumba nyingi, lakini katika mikoa tofauti, halmashauri tofauti. Maelekezo ya waziri, maelekezo ya serikali ilikuwa ni kwamba tunakokwenda, ili wakati tunaendelea kufanya jambo hili la kuhakikisha kwamba nyumba zinakuwa ni za bei nafuu, halmashauri watoe ardhi bure au kwa gharama ndogo sana. Na gharama ndogo sana tunasema kwa kwenda aidha kuwalipa fidia wale wakazi wanaokaa maeneo yale, sio kwenda kununua ardhi kwa gharama ya soko, ili tunapokuja kumuuzia mwananchi nyumba, bei ya ardhi ya ile nyumba ilipo iwe ni ndogo kiasi kwamba kila mwananchi aweze kuimudu. Kwa hiyo katika maeneo yote tunakokwenda sasa hivi, halmashauri wengi kabisa kwa hiari yao wametutengea maeneo ambapo kikubwa imekuwa tu ni kulipa fidia kwa wananchi na kupisha eneo la ujenzi, ambapo inakuwa sio ghali, kwa sababu tunakuwa ardhi tumeipata sio kwa sababu au kupitia kwa bei ya soko. Mambo mawili katika hili. Kwanza ni shukuru sana halmashauri zote ambazo wametupatia maeneo kwa bei nafuu kabisa, au wengine wametupatia kwa bila kulipa gharama yoyote, na tumeweza kufanya miradi, na hakika bei ya zile nyumba ilikuwa ni ya chini ukilinganisha na yale maeneo ambayo tulinunua ardhi. Lakini kubwa ambalo ndo ninahitaji kusisitiza, tuwaombe wenzetu wa halmashauri na manispaa mbalimbali kwamba bado shirika la nyumba linakwenda katika mikoa na manispaa mbalimbali na halmashauri katika ujenzi, na kama nilivyosema awali, nia yetu ni kujenga nyumba za gharama nafuu. Waendelee kututengea maeneo mazuri yaliyo na huduma, ili shirika la nyumba linapokuja kuanzisha mradi pale, hakika ibaki tu kwamba gharama ya nyumba iwe ni ya vifaa vya ujenzi na ufundi, lakini ardhi iwe gharama yake katika ile nyumba iwe ni kidogo, ili wananchi wenye kipato cha chini na cha kawaida waweze kumudu gharama za nyumba za shirika la nyumba la taifa. Kwa hiyo wito wangu, maombi yangu kwa halmashauri mbalimbali, manispaa, majiji kule ambako tuna miradi ya ujenzi, waendelee kutupatia maeneo ambayo hatuyanunui kwa gharama ya soko, bali kwa gharama nafuu, ili nyumba ziweze kuwa za gharama nafuu. Vile vile kupatikana kwa nyumba za gharama nafuu, ndivyo ambavyo tunaendelea kutueleza kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa Felix Magi. Shirika la nyumba, moja ya mambo ambayo ameyazungumza mheshimiwa waziri na kutukumbusha, na mimi hapa ndipo nikapata kumbe shirika la nyumba ndani yake kuna mashirika mengine au kuna makampuni mengine ambayo yanafanya kazi. Kuna kampuni ya ujenzi, lakini ya wa barabara, wa ujenzi wa nyumba na ujenzi na umeme vile vile. Na akasema mfanye utafiti ni namna gani ambavyo tunapoelekea kwenye kutazama kupata nyumba gharama nafuu ambayo tumeizungumzia kwa muda mrefu sasa, kwamba haya yanaweza kutumika pia kupunguza gharama, lakini kupata kile kilicho bora. Ikumbukwe kwamba shirika la nyumba ni ukiachia biashara tunayoifanya ya kujenga nyumba na kupangisha, shirika la nyumba la taifa ni mkandarasi vile vile. Ni mkandarasi class 1 katika ujenzi wa majengo, ni mkandarasi katika shughuli za umeme, vile vile ni mkandarasi katika ujenzi wa mabarabara. Kwa hiyo kama alivyokuwa ameliongea mheshimiwa waziri Lukuvi kwamba kuna mambo ya msingi ambayo kama shirika inabidi tuyafanye, ikiwa ni moja ya njia ya kutafuta unafuu wa ujenzi wa nyumba, lakini la pili ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ambayo shirika linapata kipato kingine cha ziada ili kuweza kujiendesha na kufanya miradi mingine zaidi. Tukianza na hili la utafiti, tunatumia kitengo chetu
cha ndani kuendelea kufanya utafiti zaidi wa ama vifaa vya ujenzi, lakini teknolojia vile vile ya ujenzi, ili kila siku tunapokwenda kwenye mradi mpya tunafanya utafiti zaidi ni wapi tunaweza tukapunguza gharama. Nia ya shirika la nyumba wakati tunafanya hizi shughuli za ujenzi sio kutengeneza faida kubwa, bali kuweza kufanya utafiti wa kina ili tupunguze gharama za vifaa vya ujenzi, lakini na teknolojia tunayoitumia tuweze kumpatia mwananchi nyumba iliyo bora, lakini na ya gharama ambayo kweli ataimudu. Na kwa sasa hivi tunafanya shughuli za ndani ambazo ni miradi yenyewe ya shirika, lakini vile vile tunafanya shughuli nyingine ambazo ni kama mkandarasi kwa shughuli ambazo ni kwa taasisi nyingine. Kwa hivi siku za karibuni tulikuwa na miradi mingi ya ukarabati wa shule za serikali kupitia Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA, lakini kuna kazi nyingine ambayo tumesainia na mkataba juzi na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kufanya ukarabati wa majengo ya uwanja wa ndege wa Dodoma pamoja na taasisi nyingine nyingi. Sasa nia ya kufanya hii ni kwamba kwanza tunatumia uwezo wa kiufundi ambao huko ndani ya taasisi kuweza kufanya kazi kwa ajili ya taasisi nyingine za umma, lakini hizi kazi nia yake vile vile ni kuingiza kipato kwenye shirika la nyumba la taifa. Tunapokwenda kufanya kazi hizi kama wakandarasi, tunafanya kama ambavyo angeweza kufanya mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo tunafanya kazi, lakini tunahakikisha kwamba mwishoni vile vile shirika linafaidika kwa kwenda kufanya hizo kandarasi na kuingizia shirika kipato. Tuko naye kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa Tanzania, ndugu Felix Magi. Kwa kumalizia, kaimu mkurugenzi mkuu, nafahamu wazi mwezi wa 4 sasa kuna wale ambao tayari wana malengo, kama ukizungumza mradi wa mwongozo kuna ambao tayari wameshaanza kuhamia miradi mingine. Labda tuzungumzie miradi ambayo tuanze na miradi mikubwa kwanza. Miradi hii mikubwa inategemea kukamilika kama ulivyoitaja baada ya muda gani, ili wale ambao wanatamani kununua au tayari wameshanunua wapate picha ya kwamba watakabidhiwa nyumba zao muda si mrefu. Alafu tuzungumzie biashara ambao natambua wazi tuna safari ya kwenda Singida hivi karibuni. Nashukuru sana. Najua watu wengi wanatamani kujua tumefikia level ipi katika miradi inayoendelea. Kama nilivyosema awali, tuna miradi mingi mikubwa. Nikianza na miradi mikubwa ambayo iko jijini Dar es Salaam, tuna mradi wa Morocco Square. Kama mtakumbuka ni mradi mkubwa ambao una majengo ya ofisi, majengo ya biashara, nyumba za makazi na kuna tawa moja ambao ni ya hotel. Niseme tu kwamba ujenzi wa Morocco Square unaendelea na tunavyoongea mkandarasi yupo anaendelea, na tunaendelea vile vile kuuza zile nyumba kwa chache ambazo zimebaki, nyumba za makazi. Kwa hiyo ni waombe na ni wasisitize tu wale ambao wanahitaji nyumba za kununua eneo la Morocco Square, bado tuna unit chache zimebaki, waendelee kumalizia malipo yao. Mkandarasi anaendelea katika ujenzi na ninaamini kipindi cha miezi michache sana ijayo ule mradi utakuwa umekamilika na wananchi watakuwa wamehamia katika nyumba zao. Ni mradi mkubwa sana. Mradi wa Victoria tuko kwenye finishing. Na mradi mkubwa wa Victoria Place huko Dar es Salaam. Kazi zimeshamalizika zote za ndani. Inafanyika tu finishing kidogo kwa upande wa nje. Najua ni nyumba zimeshauzwa, zimebaki kidogo sana. Kwa wale ambao wanahitaji wasisite kuja kununua, lakini vile vile wale ambao walikuwa hawajamalizia wanaweza tu kumalizia. Muda si mrefu ni mradi tutakao ufungua. Kwa baadhi ya miradi ambayo ilikuwa haijakamilika na imekamilika karibuni, upo mradi wa mwongozo ambao una idadi kubwa sana ya nyumba. Hadi tunavyoongea sasa hivi wale waliokuwa wamekwisha nunua nyumba wameanza kuingia kwenye nyumba zao, na nitoe wito wale ambao walikuwa hawajahamia kwenye nyumba zao, napenda kuwataarifu kwamba nyumba ziko tayari, wanaweza kuanza kuhamia kwenye nyumba zao kuendelea na maisha yao
kama kawaida. Kwa kifupi ni kwamba tunaendelea vizuri na miradi yote tuliyoanzisha inaendelea na iko katika hatua tofauti ya ujenzi. Kwa hiyo wananchi napenda wananchi waelewe kabisa kwamba hatujasimama katika shughuli zetu za ujenzi. Shughuli za ujenzi zinaendelea, shughuli za kuuza nyumba zinaendelea, shughuli za upangishaji zinaendelea, na shirika linaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha ili shirika na kwa mujibu wa matarajio na mategemeo ya wananchi katika shirika lao la nyumba. Matarajio ya mwananchi, wewe ambaye unaangalia sasa kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba, ni makubwa sana, ukitamani kwamba na wewe uweze kumiliki nyumba katika moja ya nyumba ambazo zimejengwa na shirika la nyumba, uweze kupangisha katika maeneo ya biashara vile vile. Hata kuja kuyazungumza katika kipindi kingine kinachokuja shirika la nyumba, naamini tutapata safari pamoja na kaimu mkurugenzi mkuu ya kwenda kutembelea mikoani ile miradi ya kibiashara na kuweza kujionea. Tutazungumza tukiwa kule, lakini vile vile nyumba nyingine za gharama nafuu ambazo zipo katika maeneo mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania, tutapata nafasi ya kuiona miradi imefikia wapi na kwenda kukamilika vipi, lakini tutapata nafasi pia ya kuona miradi iliyokamilika na kuzungumza na wale ambao tayari wanakaa katika miradi hiyo, mabadiliko ya maisha yako makubwa kiasi gani tofauti na walipokuwa wakiishi hapo zamani. Tunasema asante sana kwake kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa, Ndugu Felix Magi. Asante sana kwa muda wako katika Maisha ni Nyumba. Nashukuru. Mtazamaji wewe pia ambao umekuwa nasi toka hapo awali, tunasema asante sana kwa muda ambao umetupa kwa kuzungumza pamoja nasi katika Maisha ni Nyumba. Kaa pamoja nasi wiki ijayo tena tupate nafasi ya kuzungumza nawe juu ya Maisha ni Nyumba. Kumbuka, siku zote tunasema maisha ni nyumba. Jina langu mimi ni Ephraim Kimonde, na tukutane tena wakati mwingine. Kwa maoni au ushauri kuhusiana na kipindi Maisha ni Nyumba, wasiliana na shirika la nyumba la taifa kwa anwani ifuatayo: